Tunafanya tour au tunafanya ziara ya kutembelea maeneo yetu ya kihistoria. Kwa bahati nzuri tunaanza kwenye eneo hili, lakini baadaye tutaenda Tanzanite, tutapita baadaye tutapita Tanzanite, tutapita kanisa la minara miwili la Roman Catholic, tutapita Hamamni, eneo la Hamamni, then tutateremka tutafika kwenye kanisa la Anglican ambalo soko la zamani la watumwa. Kama muda utaruhusu tutamalizia kwenye makumbusho ya amani ya Mnazi Mmoja. Kwa kwanza tunaanzia eneo hili. Hili eneo linaitwa Forodhani. Watu wengi tunalijua kama Forodhani kutokana na bustani, na ya rafiki zangu wa Kibara Forodhani kutokana na ile night market ya samaki na nini. Lakini tupo eneo la Forodhani, lakini tupo kwenye jengo ambalo katika historia ya nchi yetu hili ni eneo la kihistoria. Na tunapozungumza eneo la kihistoria, eneo hili tunauzungumza utawala wa Sultani Saidi bin Sultan Al Busaidi. Ni mtawala ambaye aliyetoka Omani akaja Zanzibar kuanzisha mfumo wa kisultani. Na hapa tuliposimama ndio eneo lake la kwanza aliloishi katika mji mkongwe. Kabla ya hapo alifikia eneo la Mtoni, pembezoni mwa hoteli ya Verde, kuna gofu pale. Lakini baada ya hapo akatoa amri lijengwe hili jengo, mwaka 1828 likafunguliwa. Kwa hiyo tunategemea mwaka 2028 jengo hili litatimiza miaka 200. Lakini eneo hili jengo hili tunaliona hapa, lakini huku tulipo ni sehemu ambayo yeye alichagua kwa ajili ya kuzika yeye mwenyewe, kuzikwa watoto wake na wana familia wa ukoo wa Al Busaidi. Tukizungumza ukoo wa Al Busaidi maana yake ni utawala uliotawala Omani na Zanzibar kwa wakati mmoja. Kwa wakati huo Zanzibar na Omani ilikuwa ni sehemu moja kiutawala kuanzia mwaka 1804 mpaka mwaka 1964 baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ambayo serikali ya Afro Shirazi Party iliyopindua Zanzibar, Mzee Karume, nafikiri kwenye historia ya timu ya Yanga anayo nafasi yake kwenye ujenzi wa klabu yetu. Kwa hiyo hili eneo lina takriban makaburi 86 kuanzia huku, ambayo ni eneo la mwisho kabisa lilianza kutumika kuanzia mwaka 1960, na huku ndani kuna sehemu mbili. Sehemu ya awali ile kule kama ile chaka ambayo Said Saidi mwenyewe kazikwa kule na wanawe wanne wamezikwa kule, watatu waliotawala, lakini na mwingine hakuwahi kutawala. Lakini eneo la pili hili hapa ni sehemu ambalo pia kumezikwa baadhi ya wafalme. Zanzibar tulitawaliwa na wafalme 12. Kuanzia Said Saidi mpaka Jemshid ni watawala wafalme 12. Na wa mwisho ndio huyo alopinduliwa, akakimbia Uingereza, akazikwa, alikufa Omani, akazikwa huko. Kwa hiyo tunapotembea kwenye eneo hili, hiyo ndio historia yake. Said Saidi alikuwa na watoto zaidi ya 30. Na kwa bahati nzuri alioa wake watatu, hakuzaa nao, alikuwa lakini na masuria. Masuria tunaoita masuria ni wale watumwa waliopanda hadhi ya kulala na nani? Na mfalme. Kupitia wale masuria ndio walozaa hao watoto wake wengi sana. Na hao ndio walikuja wakawa wafalme. Na wengine ni kizazi cha mama ni wa Afrika, baba ndio alikuwa Omani. Kwa mfano kama Baragash, mamake ni Ethiopia, na wengine mama zao ni Waswahili kutoka bara. Kwa hiyo mjukuu wake wewe hapa Ethiopia Omani, mashaallah. Kwa hiyo jamani, Said Saidi alikuwa na watoto zaidi ya 30. Na kwa bahati nzuri alioa wake watatu, hakuzaa nao, alikuwa lakini na masuria. Masuria tunaoita masuria ni wale watumwa waliopanda hadhi ya kulala na nani? Na mfalme. Kupitia wale masuria ndio walozaa hao watoto wake wengi sana. Na hao ndio walikuja wakawa wafalme. Na wengine ni kizazi cha mama ni wa Afrika, baba ndio alikuwa Omani. Kwa mfano kama Baragash, mamake ni Ethiopia, na wengine mama zao ni Waswahili kutoka bara. Kwa hiyo mjukuu wake wewe hapa Ethiopia. Surprise! Yes, yes, yes! Unbeatable team, Young Africa Sporting Club, daima mbele, nyuma mwiko. Welcome to Zanzibar! Zanzibar! Hakuna matata, habibi! Welcome to Zanzibar! Zanzibar yetu, hakuna matata, kupenda
hakuna matata, hakuna matata. Freddie Mercury Museum ni makumbusho ya msanii ambaye ni Freddie Mercury. Alizaliwa hapa Zanzibar, lakini alikuwa na asili ya India. Kwa hiyo baadaye aliondoka hapa akaenda kufanya sanaa yake huko India na akaja kuwa msanii mkubwa. Kwa hiyo ili kuenzi juhudi zake na mchango wake kama kuitambulisha Zanzibar nje ya mipaka, ndo ikatengenezwa hii museum ambayo ina baadhi ya vitu vyake na zawadi na namna alivyokuwa anafanya shughuli zake. Ndio napajua katibu. Kesho nakuja peke yako. Mlango wa Kizanzibari wa Indian Zanzibar Door una kama duara juu. Lakini mlango wa Kizanzibari wa Arabian style upo katika rectangular shape. Kwa hiyo hii ilikuwa imeitwa hivyo kutokana na asili ilikotoka, lakini pia hii milango ilikuwa inapambwa. Ni kituo cha mwisho cha biashara ya utumwa kiliishia hapa. Kilianzia Shangani, ikaja Forodhani, mwaka 1873 kilihamia hapa mwezi wa kwanza. Kwa hiyo hili eneo lilihudumu kufanya biashara ya utumwa kwa takriban miezi 6 tu. Kwa hiyo tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1873 biashara ya utumwa ilikomeshwa Zanzibar kwa mkataba wa Ferre Treaty, Lassi Treaty, ambao ndio ulikuja ukakomesha biashara ya utumwa.